Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wa Bwana popote mlipo. Ni wasaa mwingine tena ambapo Bwana ametupatia fursa ya kuendelea kujifunza masomo ya uamsho, kweli wa sasa katika ulimwengu wetu huu ambao upo ukingoni kabisa. Basi bila kupoteza wakati niwaalike tuweze kupiga magoti tuombe ili tuweze kusikia kile ambacho Bwana ametupatia katika siku hii ya leo. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu mpendwa sana Yesu Kristo, katika muda na masaa haya tunajinyenyekeza mbele zako, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji. Tunaomba uwepo wako uweze kuwa nasi. Somo hili la siku ya leo tunaomba likaweze kubadilisha maisha yetu tena na kutusaidia kuweza kufanana na mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunaomba nguvu ya kutoka juu mbinguni iweze kuwa nasi tunapoenda kujifunza katika maneno yako ya uzima. Ukanitumie kama chombo, lakini mnenaji mkuu kaweze kuwa wewe. Ni kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kujiacha kwako. Amen. Siku ya leo kuna somo ambalo iraidi tutalitazama. Tuliwahi kulitazama wakati fulani, lakini si mbaya kama leo tukilirudia tena, maana kwa sasa mtandaoni hilo somo halipo. Lakini naomba leo tujifunze tena. Baadhi ya watu walitamani tulisikie tena hili somo, na kuna wale ambao walikuwa hawajawahi kusikia ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo natamani kwa pamoja tuweze kujifunza. Ni somo ambalo litakuwa na mambo kadhaa, lakini tutatazama migeuko minne ya taifa la Marekani. Maana tumepewa taifa la kulitazama taifa la Marekani. Tunaposoma Ufunuo 13 bila shaka tunaweza tukaelewa kwa nini tunazungumzia taifa la Marekani. Ni taifa ambalo tunatakiwa kulitazama. Katika Ufunuo sura 13 sote tunatambua kwamba taifa la Marekani ni yule mnyama anayetoka katika nchi, na hivyo inaungana pamoja na mnyama anayetoka baharini ambaye ni upapa. Na hivyo baada ya kuungana hawa wanyama wawili, basi wote wana shauri moja tu, na shauri hilo ni kushinikiza chapa ya mnyama yule wa kutoka baharini ambaye ni upapa, na hiyo sio nyingine bali ni sheria ya Jumapili. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi ni muhimu kutazama taifa hili la Marekani. Ni muhimu sana. Na leo hii naomba tuanze na hii nukuu, inapatikana kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 174.4. Ni nukuu ambayo nimependa tuanze nayo siku hii ya leo, maana kadiri tunavyokaribia mwisho wa wakati kutakuwa na makundi mawili tu katika huu ulimwengu. Kundi linalompenda Bwana na kundi ambalo linampenda Shetani. Wapo ambao watadai wanampenda Bwana kwa jina tu, lakini watashindwa kudhihirisha kile ambacho Bwana anakusudia waweze kudhihirisha. Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa 174.4. Naomba tufike hapo na tuweze kusoma. Inasema, iwapo Shetani au kama Shetani ataona kwamba Bwana anawabariki watu wake. Ikiwa Shetani ataona kwamba Bwana anawabariki watu wake na kuwatayarisha kutambua udanganyifu wake, atafanya kazi pamoja na uwezo wake mkuu kuleta ushupavu kwa upande mmoja. Kwa hapa ni kundi la kwanza ambalo Shetani atafanya kazi. Ataleta ushupavu kwa upande mmoja na hali ya ubaridi kwa upande mwingine. Kutakuwa na makundi makuu mawili, ili aweze kukusanya mavuno ya roho za watu. Hii nukuu nimependa tuanze nayo siku hii ya leo. Ni Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa 174. Ndugu zangu, kadiri ambavyo tunakaribia mwisho wa wakati na tunapoendelea kujifunza ujumbe huu ambao ni ukweli wa sasa, bila kuwa na wasiwasi wowote, mtu yoyote ambaye anaamini tumepewa ujumbe huu wa sasa, tunapaswa kutambua kwamba kwa ujumbe huu, kwa nuru hii ambayo Bwana ameifunua, Bwana anakwenda kubariki watu wake. Na mbaraka mkubwa sana ambao Bwana anakwenda kubariki watu wake, unajua ni kitu gani? Hakuna mbaraka mkubwa ambao Bwana anakwenda kubariki watu wake kama kutoa Roho Mtakatifu kwa kiwango cha juu sana, yaani mvua ya masika. Lakini hivi sasa Bwana anaendelea kutoa manyunyu ya mvua ya vuli. Lakini kikubwa ambacho Bwana anakusudia kutoa sasa ni hivi karibuni ni mvua ya masika. Na Shetani anajua hilo. Shetani anajua kabisa kwamba
Naomba nitafute hii nukuu. Kama nitaweza kuipata kwa urahisi hapa, niweze kuiweka mbele yenu muweze kuiona. Naweza kuipata kwa urahisi, wacha nitazame hapa. Kuna kitu kimoja ambacho shetani anaogopa sana. Nimeipata katika selected message gombo la kwanza ukurasa wa 124. Tutazame ni kitu gani ambacho shetani anakiogopa sana. Maana hapa katika hii nukuu ya matukio ya siku za mwisho ukurasa 174 inasema tu wazi kwamba kama shetani anajua kwamba Bwana anaenda kuwabariki watu wake, shetani ataleta makundi makuu mawili ya watu. Atawatengeneza watu kundi moja liweze kuwa washupavu sana, yani kuvuka viwango vya urahisi wa mambo katika kazi ya injili. Yani kwenda mbali sana na kazi ya injili. Kwamba kama ulitakiwa uishie point A, basi atataka uende mpaka Z. Huyo ni shetani. Kundi la pili atawafanya watu wapoe sana, wawe baridi kabisa, wasijisikie haja yoyote ya kutamani kuamka. Shetani atapambana kadiri ambavyo anaweza kuwafanya watu wasiwe na Ukristo ambao una uwiano. Wasiwe na Ukristo ambao una uwiano, bali waweze kuwa na Ukristo ambao unaangukia kulia au kushoto. Sasa ni baraka gani ambao shetani anaogopa? Ni baraka gani ambao shetani anaogopa? Hapa tunaambiwa katika hii nukuu ya selected message gombo la kwanza ukurasa 124.2. Naomba niisome kama ilivyoandikwa. Nasema hivi: hakuna kitu ambacho shetani anaogopa sana kama watu wa Mungu wakisafisha njia kwa kuondoa kila kikwazo, ili kwamba Bwana aweze kumwaga roho wake katika kanisa linalodhoofika na kusanyiko lisilo na toba. Kama shetani angekuwa na njia yake, Bwana asifiwe, kwa sababu shetani hana njia yake. Haleluya. Kama shetani angekuwa na njia yake mwenyewe, kamwe kusingekuwa na uamsho mkubwa au mdogo hadi mwisho wa wakati. Namshukuru Bwana kwa sababu masomo haya yapo kwa lengo la kutuamsha, na shetani hana njia yake yoyote ya kuzuia kazi ya Mungu sisonge mbele. Tutaendelea kupiga ujumbe wa malaika watatu mpaka mwisho wa wakati. Tutaendelea kuhubiri ujumbe mpaka mwisho wa wakati. Shetani hana njia yake ya kuzuia huu kweli usifike mahali ambapo Bwana anakusudia ufike. Na usio kikwazo katika kazi ya Bwana. Jitahidi sana kwa neema ya Bwana, usio kikwazo katika kazi yake. Utambue tu kwamba shetani hana uwezo wa kuzuia hii message isipenye mahali ambapo Bwana anakusudia iweze kupenya. Shetani anaogopa sana anapoona watu wa Mungu wanajitayarisha kwa kuondoa kila kikwazo ili Bwana aweze kumwaga roho wake mtakatifu. Hii nukuu unaielewa kwa mtazamo huu kwamba ili watu wa Mungu wapokee roho mtakatifu ni lazima waondoe vikwazo. Sio tu aliye Bwana tupatie roho mtakatifu, Bwana tujaze roho mtakatifu. Sio, bali kwa kuondoa nini? Vikwazo. Kwa hiyo yule tu ambaye anaombea roho mtakatifu ni yule ambaye yupo katika hali ya kuondoa kila kikwazo ili Bwana aweze kumwaga roho wake mtakatifu. Migeuko minne katika taifa la Marekani. Tunapoenda kutazama somo hili la siku ya leo, ni somo zuri sana la kushangaza mno. Tunapoenda kutafakari somo hili la migeuko minne katika taifa la Marekani, usisahau na project ya 2025 katika taifa lile la Marekani. Taifa la Marekani tunatambua kwamba kuna project ambayo inaitwa ni project 2025. Nini kimeandaliwa katika hiyo project? Yako mambo mengi. Somo lililopita tumeweza kutazama hayo, lakini ndani ya hiyo project kuna sheria ya Jumapili. Na hiyo ikitangazwa katika taifa la Marekani, wewe na mimi ambao ni Waadventista wa Sabato tutakuwa tumekwisha chelewa kujiandaa, bali wale waliojiandaa kwa kuondoa kila kikwazo watapata roho mtakatifu kama mvua ya masika, na hivyo wataenda kupiga kilio kikuu katika huu ulimwengu na kuwatoa watu wengine katika mazizi mengine na kuwaleta kuungana katika kundi moja, na hivyo watakwenda kumlaki Bwana hewani. Ndugu zangu, Bwana atusaidie tuweze kuwepo miongoni mwa wale ambao watakaokuwa upande wa Bwana mnamo siku hizi za mwisho. Migeuko minne katika taifa la Marekani. Hebu tutazame nini maana yake.
Hii tunaanza kuitazama kuanzia mwaka ule wa 1705. Hii ni study ambayo imeanza kutolewa kuanzia mwaka 1705. Na kuna kitabu kinachoelezea kuhusiana na hii migeuko minne ya taifa la Marekani. Hawa watu ni watu tu wa duniani, sio Waadventista wa Sabato. Walianza kuwepo kabla haijatokea 2000 na AB project ya 2025. Hawa watu hawasomi roho ya unabii wala hawana uwezo sana kuelewa Biblia kama wewe na mimi ambavyo tunaelewa, lakini wamekaa wametafakari na kupiga hesabu kuanzia mwaka 1705. Wanazungumza nini katika hii migeuko minne ya taifa la Marekani? Wanazungumza kitu gani? Wanazungumza hivi, wanasema katika taifa la Marekani kila baada ya miaka 80, wanasema katika 80 ya taifa la Marekani au katika miaka 80 kuna 24. Na wewe na mimi tunatambua kuna 24 katika 80 moja. Ukitaka kujua hiyo unachukua tu 80 unagawa kwa 20 unapata 4, au unachukua 4 unazidisha kwa 20, au unachukua 20 kujumlisha 20 mpaka zifike 4 utapata ngapi? 80. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wanasema katika kila miaka 20 kuna jambo huwa linatokea katika taifa la Marekani. Jambo la pili. Jambo la tatu, na wanasema katika kila 80 moja wapo kuna jambo linatokea. Hasa wanasema taifa la Marekani litakuwa na 84 tu kuanzia huu mwaka 1705 pale ambapo walianza kujifunza mambo kuhusu taifa la Marekani. Na wewe na mimi tutashangaa leo hii utaona kweli. Na sitaenda kutazama zile 20 katika kila 80, ila mimi naenda kutazama 80 moja moja hadi kufikia 84. Tuone tunaangukia mwaka gani. Ndugu zangu, twende pamoja tusikilizane kwa umakini. Lakini wewe na mimi tunatambua katika kanisa la Bwana vizazi mwisho vinne, na wanajifunza kizazi katika taifa la Amerika. Sasa tuanze. Kuanzia mwaka 1705 walipojumlisha 80 ya kwanza iliangukia mwaka 1785. Hata ukiwa na kutaka kupata uhakika unaweza ukajumlisha mwaka 1705 jumlisha 80 utapata 1785. Na wewe na mimi tunatambua kwamba Marekani ilipata uhuru katika mwaka 1776. Ilipofika 1785 taifa la Marekani kwa mara ya kwanza ndio lilizindua matumizi ya dola kimataifa. Ianze kutumika dola kwa mataifa mengine. Ndio huo ulikuwa mwaka 1785. Pamoja na mambo mengine mengi ambayo yalitokea katika taifa la Marekani, lakini huu mwaka ni mwaka ambapo dola ilizinduliwa. Na tunapozungumzia dola sio tu dola kama dola. Yaani unapozungumzia dola ni kitu kipana tunazungumzia hapa. Hapa tunazungumzia masuala mazima ya New World Order, mpango mpya wa ulimwengu. Mpango mpya wa ulimwengu kwa mara ya kwanza kabisa ulianza kushika chati kwenye dunia au kuanza kushika mizizi katika dunia pale ambapo dola ilikuwa inaenda kusambaa duniani. Na wewe na mimi tunatambua kwamba miongoni mwa dola zenye pesa zenye nguvu sana duniani, dola ya Marekani. Zipo pesa zingine ambazo zinaonekana zina nguvu, lakini dola ina umaarufu mkubwa sana. Nchi nyingi sana zinatumia dola. Na unafahamu kuhusu dola ukiwa siku moja ukipewa dola, ndugu yangu, ukienda mahali usije ukaikunja kama ambavyo unakunja shilingi 10,000. Maana tumezoea hapa Tanzania kuna wakati unaweza kashika shilingi 10,000 ukakunja mkunjo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano ukaificha kabisa kwenye kamfuko kale kadogo ka jeans. Lakini bado ukienda dukani ukitoa hiyo 10,000 yako inaonekana bado ina thamani. Unapewa kitu cha shilingi 10,000. Namna naye ikataa. Hata kuna wakati inaweza kaingia chooni, mtu akaiokota, kaiosha vizuri, akaianika, inatumika. Dola ndugu yangu haiko hivyo. Dola ukishika tu hivi ukikunja tunaambia hiyo haina thamani tena au thamani yake inapungua. Sasa hayo ni mambo kuhusu dola. Nini dola ina nini? Mimi na wewe hatujui. Lakini mwaka 1785 hata kama ukigugo utaona kwamba huu ni mwaka ambapo dola ilianza kutumika kimataifa. Tunashuka tena chini kidogo. Kuanzia mwaka 1785 jumlisha miaka 80 utaangukia mwaka 1865. Nini kilitokea katika taifa la Marekani? Hapa ulikuwa ni mwisho wa wa vita ile ya kiraia katika taifa la Marekani, mwisho wa Civil War katika taifa la Marekani ambayo ilianza mwaka 1861 ikaenda kukoma mwaka 1865, na mwaka huu ndio mwaka ambapo rais wa Marekani Abraham Lincoln aliuawa.
Naona ndugu zangu. Na haya yote haya yanapotokea, kila wakati mambo yanapotokea, kuna vitu pia huwa vinatokea. Na ni mwaka huu wa 1865 ambapo sasa kulikuwa na mabadiliko katika amendment ile ya 13. Kulikuwa na mabadiliko, na ndipo mwaka ambapo hapana, huyu mwaka 1945. Ngoja tushike chini kidogo tutazame kwenye 1945. Hapa 1865 ni wakati ambapo vita ya kiraia mataifa ya Marekani ilikoma na Abraham Lincoln aliuawa. Tunashuka chini kidogo. Kuanzia mwaka 1865 unapojumlisha miaka 80 inaangukia mwaka 1945. 1945. Nini kilitokea katika taifa la Marekani mwaka 1945? Tunatambua wazi kwamba huu ulikuwa ni mwaka ambapo vita ya pili ya dunia ilifikia mwisho, na ndio mwaka ambapo Umoja wa Mataifa ulianzishwa. Umoja wa Mataifa ulianzishwa. Na unatambua wazi, na tumeshajifunza masomo mengi kuhusiana hata na Umoja wa Mataifa. Ajenda za Umoja wa Mataifa kubwa ni nini? Ajenda ya Umoja wa Mataifa kubwa, wao wanazungumzia kuhusiana na amani. Wanazungumza kuhusiana na amani, kwamba dunia hiyo na amani, kuwe na umoja, mambo kama hayo ndio yanazungumziwa katika ajenda za Umoja wa Mataifa. Lakini sio amani kama unavyofikiria amani. Hapana, nyuma ya pazia kuna kitu. Yupo ambaye anajulikana kama ni mfalme wa amani. Upapa tu unajulikana kama ni ishara ya amani duniani. Yaani uwepo wa upapa ni ishara ya amani duniani. Na makao makuu ya Umoja wa Mataifa yako katika nchi ya Amerika. Ilikoma vita ya pili ya dunia, lakini Umoja wa Mataifa ulianzishwa. Umoja wa Mataifa, ndugu zangu, huwezi kutofautisha na amri ya Jumapili, kwa sababu vyote hivyo vinafungamana hivi. Hata amri ya Jumapili itakuja kwa vigezo, kwa maelezo kwamba wanatafuta amani duniani, kuwe na usawa, kuwe na utulivu katika huu ulimwengu. Yote ni nini ndugu zangu? Ni mpango mpya wa ulimwengu. Tunashuka tena chini kidogo. Kuanzia mwaka 1945 jumlisha miaka 80, utapata mwaka gani? Utapata mwaka 2025. Nini kilitokea? Ndio tunaishi mwaka sasa 2025. Nini kitatokea katika mwaka 2025? Tutazame taifa la Marekani. Nini kitaenda kutokea katika huu mwaka? Bila shaka tumeshaanza kupata dondoo kuhusiana na project 2025 katika taifa la Marekani. Ndani ya hiyo project kuna amri ya Jumapili. Licha hivyo tu, katika hii project ya 2025, katika ile project mpaka sasa hivi Trump tayari amekwisha timiza 50% ya malengo yaliyopo katika hiyo project ya 2025. Tuwe tayari tumlaki Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Lakini hiyo haitoshi. Katika taifa la Marekani tunajua kuna majimbo mengi katika taifa la Marekani. Moja kati ya majimbo ya taifa la Marekani ni jimbo lile la Utah. Limekubaliana kuhusiana na kuitunza Jumapili. Yaani kabla ijayo sheria ya kitaifa, tayari jimbo hili limekubaliana na kuitunza siku ya Jumapili. Nikwambie kitu, amri ya Jumapili itaombwa na watu wenyewe. Ni watu wenyewe ndio watakao sema tunaomba mtupatie sheria ya Jumapili. Watu wenyewe wataomba. Na harakati za mwisho tunaambiwa zitakuwa ni za haraka sana. Fumba na kufumbua, utashangaa kila kitu kimeshatokea. Tuwe tayari wapendwa. Hatuna muda wa kupoteza katika huu ulimwengu. Hiyo ni migeuko minne katika taifa lile la Marekani. Yeremia 12 mstari wa 5, maandiko nasema maneno yafuatayo. Katika Yeremia 12 mstari wa 5. Sasa hivi tunaweza tukawa tunacheza, tunaweza tukafanya masiara sasa hivi ndugu zangu. Unajua mimi nikwambie kitu. Haya masomo ambayo unasikia leo hii, kila mara unapata nafasi ya kusikiza haya masomo yako hapa kwa lengo la wokovu wetu. Hapa sio ni masiara, sio sehemu ya movie. Haya masomo yapo hapa kwa lengo la kutusaidia kuokolewa. Hilo ndio lengo la haya masomo. Kwa hiyo kutumia bando lako kusikiliza hizi video bila kuzitendea kazi, Bwana atakuuliza kuhusu hiyo pesa. Na mimi ninapotengeneza hii video naziposti pia kwa hela. Ndugu yangu, sifanye masiara. Hii ni biashara pamoja na Kristo. Hii ni biashara pamoja na Kristo tunayofanya hapa. Kwa hiyo ni biashara ambayo Kristo anatamani aweze kupata faida. Na faida ya Kristo atakayoipata ni faida ya roho yako, faida ya roho yangu katika uzima wa milele. Basi hii ndio hii biashara, kazi yake ndio hiyo. Sio YouTube channel kwa lengo la biashara zingine. Hii ni kwa ajili ya biashara pamoja na Kristo, na faida yake ni uzima wa milele. Ndugu yangu, tusicheze hata kidogo, na tusifanye masiara na haya masomo ambayo tunayapata. Bwana atusaidie sana kuyachukulia uzito. Hata unapokuwa unakaa na kuyasikiliza, kaa kabisa katika mkao kwamba ninasikiliza somo hili. Kama ambavyo ungeenda kanisani, ungekaa na kusikiliza. Sio unakaa mara umetafuna huku nini. Hapana. Tulia, shika daftari kama ni Biblia. Kama huna muda wakati
wakati huo ni heri utulie vizuri, usikilize na utazame kwa neema Mungu, na Bwana atusaidie tuweze kuyapokea kwa uzito. Kama unasafiri unasikiliza, basi hapo unaposafiri na kusikiliza uwe katika hali ya kuona kwamba nipo katika sehemu ya ibada, nipo katika uwepo na Kristo, ndio lengo lake. Yeremia 12 mstari wa 5, maandiko nasema, ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Kundi la kwanza, waendao kwa miguu, wamekuchosha. Kundi la pili, utawezaje kwenda na wafarasi? Tunaambiwa sisi hao, tunaambiwa tena, na ujapokuwa katika nchi ya amani usalama, lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordan? Sehemu kuu tatu hizo. Hebu tutazame sehemu moja moja. Tuanze na awamu ya kwanza. Tunaambiwa kuna awamu ya kwanza, waendao kwa miguu, wa farasi na kiburi cha Yordan. Nini maana ya maneno haya? Waendao kwa miguu ni akina nani? Waendao kwa miguu, ndugu zangu, ni wakati huu ambao wewe na mimi tunaishi. Tunaishi leo katika kipindi cha amani kabisa, wakati ambapo hakuna upinzani, wakati ambapo kuna usalama na katika swala zima la kumtumikia Mungu. Sasa hivi hakuna mtu ambaye anashikia bunduki anapenda kusali siku ya Sabato, hata mmoja. Hakuna mtu ambaye anashikia bunduki kwamba akiamua kuacha kula nyama hata siku moja. Hakuna mtu ambaye anafungwa sasa na kukamatwa kwa sababu amehubiri ujumbe katika YouTube channel hata siku moja. Mimi sijawahi kufuata na kukamatwa na kufungwa kwa sababu nimestega kamera na kuhubiri ujumbe katika YouTube, hapana. Lakini najua kuna kipindi kinakuja ambapo kusimama tu na kusema papa ni mnyama, huna maisha. Kuna kipindi kinafika ambapo utakaposema tu mnyama rais na viongozi hapo utakuwa huna maisha. Kinakuja kipindi ambapo imani yetu kuitetea itakuwa ni kuitetea kwa njia ya damu yetu. Nakwambia ukweli, tutatetea imani muda mwingine kwa kukamatwa na kupelekwa magerezani huko kwenda kuitetea imani. Lakini sasa hivi tuna amani kabisa, lakini bado tunafanya masiala. Tuna amani lakini tunashindwa kumtumikia Bwana. Hapa ndi kipindi ambapo tunashindana na wanaoenda tu kwa miguu. Mtu tu anayetembea kwa miguu wanatushinda. Itakuwaje sasa katika kiburi cha Yordan? Itakuwaje sasa katika wakati wa kukimbia na farasi? Itawezekanaje? Isaya 56 mstari wa 10 hadi wa 12. Hapa kuna kitu ambacho Bwana anakizungumza. Na unajua watu wengi sana wameshazoea kusikiza wachungaji na viongozi kudanganywa. Tumeshazoea kudanganywa. Na wengi wa wachungaji wamezoea kudanganya. Sababu Bwana anasema katika Isaya sura ya 56, sura ya 56, tunasoma kifungu kile cha 10 hadi 12. Isaya 56 tunasoma mstari wa 10 hadi wa 12. Maandiko yanasema hivi: walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala upenda usingizi. Mstari wa 11, naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila moja kwa faida yake toka pande zote. 12, husema, njooni nitaleta divai na tunywe sana kileo, na kesho itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi. Hao ni wachungaji ambao hawapendi kuwafundisha watu neno kipindi hiki. Ni wachoyo hawa na wala washibi. Nini chakula hicho ambacho wao hawashibi? Ni chakula cha kiroho. Wanaona haifai kupeleka hilo kwa watu wengine ili watu wengine washibe na waweze kutosheka, kwa sababu kuna kipindi cha njaa kinakuja. Amos anasema, tutasoma hapa mbele, Amos anasema kwamba unakuja wakati wa njaa, sio njaa ya kukosa maji wala njaa ya kukosa chakula, bali ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Sasa hivi ni wakati ambapo ni wa amani, wakati ambapo tungeweza kusoma maandiko, kusikiliza maandiko na kujipatia ufahamu sisi wenyewe, lakini hata hiyo inakuwa ngumu. Maandiko yanazungumza kuhusu watumishi, lakini pia yanazungumza kuhusiana na sisi ambao tunapata nafasi ya kuwasikiliza hawa watumishi. Hapa katika Gospel Weka ya mwaka 1992, ukurasa wa 121.2, maandiko yanasema hivi: wanaume na wanawake wapo katika saa za mwisho kabisa za rehema. Sisi hivi tunaambiwa leo hii, kabla ya kukimbizana na wale wanaokwenda kwa farasi. Sasa hivi tunaambiwa tupo katika saa za mwisho kabisa za rehema, na bado ni wazembe na wapumbavu. Maandiko yanasema hivyo kwamba sisi ni wazembe na wapumbavu, na wahubiri hawana nguvu kuwaamsha. Tunasikia jamani? Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi la washiriki.
Kundi la watu wanaodai wanaamini tuna ujumbe, lakini ni wazembe na wapumbavu. Lakini kundi la pili ni kundi la wachungaji, wahubiri, watumishi ambao tunaambiwa hawana nguvu za kuamsha hao watu. Wao wenyewe wanalala. Yaani hao wahubiri wenyewe wanalala. Anasema wahubiri waliolala wanahubiria washiriki waliolala. Nani atakayeamka hapo? Yaani unavuta shuka na mbegu zako, kumekucha tuamke, unavuta shuka na koroma. Haiwezekani hata siku moja. Hata siku moja haitawezekana. Tunawaambia tena katika Testimony to Ministers kurasa 118.1 nasema kama watu wetu wakiamka nusu tu, kama wakitambua ukaribu wa matukio ulioonyeshwa katika Ufunuo, uamsho utaletwa kwenye makanisa yetu na watu wengi sana wataamini ujumbe. Watu wataamini ujumbe wakitambua tu ukaribu wa matukio ambao upo mbele yetu. Gospel Weka pia ile katika ukurasa wa 90.1 nasema hivi: katika wakati huu wa kutisha, kabla tu Kristo hajarudi mara ya pili, katika wakati huu wa kutisha, kabla Kristo hajarudi mara ya pili, wahubiri waaminifu wa Mungu watapaswa kutoa ujumbe ulionyooka zaidi ya ule ambao ulitolewa na Yohana Mbatizaji. Tunaambia tunapaswa kutoa ujumbe ambao umenyooka zaidi ya ule aliotoa Yohana Mbatizaji. Sasa ni ujumbe aliotoa Yohana Mbatizaji tunatambua. Matokeo yake tunatambua alikatwa kichwa. Sasa tukitoa ujumbe ulionyooka zaidi ya ule wa Yohana, nini kitakachofanyika kwetu? Anasema kazi muhimu ya wajibu iko mbele yao. Kazi muhimu ya wajibu iko mbele yao, na wale wote ambao wanaongea maneno laini, yani mbwa wale wasiobweka. Anasema wale wote ambao wanaongea maneno laini, Mungu hata watambua kama wachungaji wake. Onyo la kutisha liko juu yao. Sitamani kwa neema ya Mungu niwe mtu anayeongea maneno laini. Natamani niweze kuongea maneno yaliyonyooka lakini kwa upendo. Maana kuna uwezekano wa kuongea vitu vilivyonyooka lakini tukaongea nje na muktadha wa upendo. Tunaambiwa hapa katika Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 9 ukurasa wa 20.1. Je, tunatakiwa kungojea hadi kutimizwa kwa unabii wa mwisho kabla ya kusema kitu chochote kuhusu huo unabii? Ni wengi sana leo hii tunajiita Waadventista wa Sabato na tunasema wazi kwamba amri Jumapili itatangazwa na taifa la Marekani. Ni kweli? Sasa je, tunatakiwa tungoje mpaka itakapotangazwa ndio tuambie watu kitu fulani? Hapana. Maneno yetu yatakuwa na faida gani sasa wakati huo? Maneno yetu yatakuwa na faida gani? Utamwambia mtu bana, nilijua amri ya Jumapili itatangazwa. Inamsaidiaje sasa? Je, tungoje hadi hukumu za Mungu zimwagwe juu ya waasi kabla ya kuambia namna ya kuziepuka? Ndio tutakuwa upendo huo kweli? Imani yetu iko wapi katika neno la Mungu? Hilo ni swali. Je, ni lazima tuone mambo yaliyotabiriwa yakitokea kabla ya kuamini kile Mungu alichosema? Hiyo sio imani. Sio imani. Katika miale iliyo wazi kabisa, nuru imetujia kutuonyesha kwamba siku kuu ya Bwana ipo karibu hata mlangoni. Hebu tusome na tuelewe kabla hatujachelewa. Wakati fulani tulijifunza kuhusiana na vizazi katika Mathayo sura 24, anaposema kizazi hiki kitapita. Mwokozi alishuka na kuelezea vizuri, akasema kwamba katika kukaribu mlangoni, anaposema tu karibu mlangoni, hapo sio jambo lingine, anamaanisha kizazi. Anamaanisha kizazi. Akisema kizazi hiki kitapita na akisema karibu hata mlangoni, amezungumza jambo moja. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kizazi ambacho wewe na mimi tunaishi. Tunaishi kizazi cha 4 ndugu zangu. Kuanzia mwaka 1844 hadi mwaka 2024 ni takriban vizazi 4 vinatimia hapo. Kwa hiyo tunaona wazi kwamba Mungu hafanyi kazi na kizazi cha 5. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana tunasema kwamba hatuna muda mwingi kubakia katika hii dunia. Hatuna muda mwingi. Ushahidi uko mwingi sana kutufundisha kuhusiana na wakati. Tunajifunza kuhusiana na miaka 6000. Tunajifunza kuhusiana na vizazi. Tunajifunza kuhusiana hata na mabadiliko ya tabia nchi na jinsi watu wanavyoleta ajenda zao za mabadiliko ya tabia nchi na vile ambavyo wanatamani kukomesha mambo yote kabla ya kufikia mwaka 2030. Hayo yote ni mambo ambayo yanapaswa kutuamsha wewe na mimi. Tutakuwa ni wajinga sana tusipoamka wapendwa. Tutakuwa ni wajinga waliopitiliza kama hatutaamka. Bwana tusaidie tuweze kuamka. Hakutakuwa na faida yoyote kuwa na vitu katika hii dunia na mwisho wa siku kakosa uzima milele. Aibu ambayo itakuwa ni aibu ya milele. Katika Danieli anasema kutakuwa na makundi mawili, wengine ni aibu na kudharauliwa milele na wengine ni kutukuzwa milele. Huu ni wakati ambapo
tunashindana na wale wanaokwenda kwa miguu. Sasa ikiwa hao watatushinda, itakuwaje kukimbia kwa farasi? Kukimbia kwa farasi ni wakati gani? Huu ni wakati wa sheria Jumapili, ni wakati ambapo sasa ni kwenda kushindana na waendao kwa farasi. Na tuone sasa katika Ufunuo sura 13 hapa imeelezwa wazi kabisa kuhusiana na nini maana ya chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama ni sheria Jumapili. Hii sheria Jumapili itakapotangazwa, ndugu zangu, itakuwa na matokeo katika maisha ya kimwili na katika maisha ya kiroho. Lakini katika Mathayo sura ya 24, tufike Mathayo sura ya 24, hapa tunapata lamani ya unabii na tunapaswa kujua tuko wapi katika Mathayo sura ya 24. Katika Mathayo sura ya 24 tupo katika mstari ule wa 7 na wa 8 ambao unaitwa ni mwanzo wa utungu. Hii inatakiwa kila moja imwamshe na kila moja imsaidie kujua kwa neema ya Mungu. Tupo katika mstari wa 7 na wa 8 ambao unaitwa ni mwanzo wa utungu, ambapo tumekaribia kwenye ncha za kwenda kwenye mstari wa 9, na mstari wa 9 unahusiana na chapa ya mnyama au amri ya Jumapili. Maana katika Ufunuo sura ya 13 tunaona wazi kwamba itakapopitishwa sheria ya Jumapili, hiki kitakuwa ni kipindi ambapo kitaambatana pamoja na amri ya kuangamizwa kwa watu wa Mungu, amri ya kifo kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo katika Mathayo sura ile ya 24 tunaposoma katika huu mstari wa 9 tunaiona chapa ya mnyama hapa, na hapa maandiko nasema kwamba wakati huo, kwa Kiingereza ukisoma hili fungu kutoka katika mstari wa 7 na wa 8 ambao nasema ni mwanzo wa utungu, na mwanzo huu wa utungu tunaona wazi kabisa ukijengwa katika mambo makuu matatu yameongelewa hapa katika Mathayo sura 24. Kwa muda wako unaweza kasoma tena, maana tulishafundisha ile somo, lakini unaweza kalipitia tena. Katika Mathayo sura 24 mstari wa 7 na wa 8 tunaona mambo makuu matatu yanazungumziwa hapo, ambapo ni njaa, magonjwa pamoja na nini? Pamoja na matetemeko. Haya matetemeko ndio mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kwa sasa tunaona wazi kabisa na mataifa makubwa yanakaa kujaribu kusuluhisha haya mambo, lakini hawataweza kusuluhisha haya mambo, na mwisho wa siku watapitisha sheria ya Jumapili kama suluhisho la mabadiliko ya tabia ya nchi. Watu wa Mungu wanasoma maandiko wanaona wazi sio suluhisho, watakataa hilo suluhisho. Watakapokataa hilo suluhisho, hapa maandiko nasema kisha au harafu, ndio unafuata sasa mstari wa ngapi? Mstari wa 9. Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Kwa nini watu wasalitiwe kwa wapate dhiki? Kwa sababu wamekataa hizo ajenda zilizoletwa, na hao watu wanapaswa kuwa tangu sasa wanaenda kinyume na ajenda hizo zinazoletwa na dunia, kana kwamba ndio suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi. Anasema hivi, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Kwa hiyo kutakuwa na amri ya kifo kwa watu wa Mungu. Nao watawaua ninyi, na nanyi nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo watu wa Mungu watachukiwa na mataifa yote. Ukienda China itakuchukia. Ukienda Urusi itakuchukia. Ukienda Marekani, hapo ndo siseme. Ukienda Burundi, Rwanda, nchi zote zitakuchukia. Watasema wewe ndo mtaabishaji, kama ambavyo alivyoambiwa Elia mtumishi wa Mungu. Utaambiwa wewe ndo tatizo, wewe ndo unakataa hizi agenda, wewe ndo unasababisha sana matatizo. Na upapa atawaambia watu ukweli kwamba mnakataa hizi agenda. Atasema mnakataa hizi agenda. Hizi ni agenda za kwenda kusuluhisha matatizo katika dunia. Na hivyo dunia sasa imeshaelekezwa kutazama upapa. Sio kumtazama papa, nasema kutazama upapa. Dunia imeelekezwa akili zao kutazama Roman Catholic kama ndiye msuluhishaji wa mambo yote, kama ndiye anayeweza kutoa sasa maelekezo kwa dunia. Sasa wewe unayekataa, unaukatalia upapa, Vita itakuwa ni kali sana ndugu zangu. Vita ya kiroho ndugu zangu ni vita kali sana, na itadhihirika katika mwili. Tusaidiwe na Bwana katika wakati huu sasa, tuweze kujiimarisha ili kipindi hicho tuweze kusimama imara upande wa Bwana. Ndugu zangu, asiwepo hata mmoja ambaye anatazama Maranatha Ministry Tanzania ambaye atamsaliti Bwana, asiwepo hata mmoja. Tumtetee Mwokozi mpaka mwisho ndugu zangu, mpaka mwisho. Wapo ambao watakaolala mauti, ni kweli. Wapo watakaosimama mpaka mwisho na kupita kipindi cha wakati wa taabu, na mwisho siku kuingia katika nyua za mbinguni, kuingia katika barabara ya mbinguni wakiwa wameveshwa utukufu. Itakuwa ni furaha kiasi gani! Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu hata wewe ukilala saizi mauti, ikiwa ukilala katika huu ujumbe, tukilala mauti wakati fulani, ikiwa kwa kifo, ikiwa kwa namna yoyote, kwa kuuawa au vipi, ndugu zangu, Bwana atukuzwe, kwa sababu
wale wote ambao wamepata nuru kuanzia mwaka 1844, waliopata nuru ya ujumbe wa malaika yule wa tatu, hao wote tunaambiwa kuna kitu kinaitwa ufufuo maalum. Kuna zawadi inaitwa ufufuo maalum ambapo watainuliwa. Nikilala sasa nitainuliwa kabla Kristo hajatokea mara ya pili. Kabla siku na saa vijatangazwa kwa kuja kwa Kristo mara ya pili, wale wote ambao wamekuwa wakihubiri ujumbe malaika watatu watainuliwa. Waisikie siku na saa, waungane pamoja na 144,000. Kisha sasa hapo mateso yakiwa yamekoma yote, kisha wamlaki Bwana hewani. Ndugu zangu, yani haya mambo tunajifunza, lakini Mungu atutie nguvu sana kwa kweli. Hakuna jambo la furaha kama kuwa na tumaini katika hii dunia. Furaha kuna namna. Yani hilo ndio tumaini la baraka katika huu ulimwengu. Na Bwana tusaidie sana. Tunang'ang'ana na nini katika huu ulimwengu? Tunapambana na nini katika huu ulimwengu? Bwana atakuonyesha wale ambao walijikana nafsi na waliacha vingi kuliko ambavyo wewe unapambana navyo. Uende unang'ang'ana na mshahara kwa mwezi milioni 1, mwenzako aliacha milioni 10 kwa mwezi. Uende unang'ang'ana na kagari kako ka Starlet, mwenzako aliacha stima jipu huko manini, aliacha kwa ajili ya Kristo. Uende unapambana na nyumba yako ghorofa moja, mwenzako aliacha magorofa na mahoteli na makao mahoteli kwa ajili ya Kristo. Uende unang'ang'ana vitu vya ajabu, lakini kuna mwingine aliamua hata kuacha maisha yake akajitoa mwanga kwa ajili ya Kristo. Sina lugha kuelezea, lakini Roho wa Mungu akusaidie ndugu yangu uweze kuelewa haya mambo. Uweze kuelewa haya mambo. Tufanye biashara ni kweli, tutafute pesa ni kweli. Hata mimi huwa natafutaga pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ajili ya maisha. Lakini kama inafika wakati zitanitoa kwenye mstari wa kutafuta ukweli, ni heri nikose vyote niwe na Kristo ni salama. Hakuna kitu cha baraka na furaha kama kuwa na Kristo. Hivi tunaimbaga nyimbo nyingi za Kristo, lakini ni wanafiki sisi. Hatuimbi kwa kumaanisha. Tunasema yote namtole a Yesu. Yote kweli, tunatoa yote kweli. Bwana akichunguza moyo anakuambia yote haya. Basi toa na paja la nyama mezani, mapambano yanaanza. Basi toa na elimu ya uongo, mapambano tayari. Basi toa na maisha ya kupenda halali za hapa mijini, uende mashambani mahali ambapo utachongwa kweli, lakini utakuwa na mimi, mapambano tayari. Sasa tunatoa nini sasa? Huo wimbo muda mwingine tusio tunaimba. Kuna baadhi ya nyimbo zingine tuwe tunaacha kuimba kwa sababu tunaimba uongo sasa. Bwana tusaidie ndugu zangu, atutie nguvu, maana wakati tumebakiwa na wakati mchache sana. Huenda tuna miaka 6 hapa duniani. Huenda tuna miaka 3 hapa duniani. Huenda tuna miezi 6 ya amani katika hii dunia. Mathayo sura 24. Tusome mstari ule wa 10. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Kwa hiyo kunakuja kipindi cha usaliti, kunakuja kipindi cha kuchukiana katika hii dunia. Hicho ni kipindi cha amri ya Jumapili. Na sasa hivi ndugu zangu, tunaishi kipindi ambapo tunakaribia sana amri ya Jumapili. Pambano Kuu ukurasa 620 hadi 622. Nitasoma mwanzoni hapa katika 620. Pambano Kuu inasema hivi: wakati wa taabu na uchungu ulio mbele yetu utahitaji imani ambayo inaweza kustahimili mambo makuu matatu: uchovu, kuchelewa na njaa. Kwa hiyo kinakuja kipindi ambapo tunahitaji imani itakayoweza kustahimili uchovu, kuchelewa na njaa. Anasema hivi nabii: imani ambayo haitazimia hata kama ijaribiwe vikali mno. Kipindi cha rehema kimetolewa kwa wote ili kuandaa kwa ajili ya wakati huo. Kwa kumbe tumepewa kipindi cha rehema, lengo kutusaidia na kutuandaa kwa ajili ya wakati huo. Kwa hiyo sasa hivi mimi kama ningekuwa ni mwanajeshi na nimepewa kazi ya kufundisha wanajeshi ambao wanaenda vitani, lazima nitamuuliza kwanza bosi, bwana huko vitani kuna nini? Ataniambia vitani bwana kuna pambano la njaa, kuna pambano la uchovu, kuna pambano la kuchelewa. Kuchelewa nini? Kuchelewa kupewa mahitaji yao. Kama kuna wakati wataomba chakula na silaha, kuna wakati zitachelewa kufika. Wataomba mahema na shuka, zitachelewa kufika. Kwa hiyo wafundisha hao, wapatie training ambayo itawawezesha kusimama kipindi hicho. Sawa. Mimi nilipita JKT. Jamani, JKT sio mchezo pia. Kuna wakati mnalala saa 6 usiku, kuna wakati mpaka asubuhi. Kuna zile zinaitwa 6 weeks, zinaitwa wiki 6. Hizo wiki 6 yani
Kuna wakati mnakaa macho hivi mnaimba, kuna zile nyimbo za jeshi zinaitwa Chenja. Mnaimba hizo mpaka asubuhi, kuna kucha mnaona asubuhi. Yaani asubuhi unaiona hii hapa. Mtu anaenda kazini unasinzia njiani. Afande akiondoka kidogo tu unalala hapo hapo. Hiyo ni jeshini sasa. Hiyo ni JKT tu, lakini kuna wale ambao wameenda zaidi. JKT wameenda kupata hiyo bakabaka, wameenda wengine komando. Sasa niambie, mafunzo haya ni mafunzo ya namna gani? Kwa sababu wanajua kuna vita inaweza katokea, kuna matatizo yatatokea kwenda kuokoa. Basi wanatakiwa wanajeshi wale wafundishwe mambo magumu. Na hamna mwanajeshi ambaye analalamika, kwa sababu anajua anakiendea kipindi kigumu. Hasa kwa kuwa anakiendea kipindi kigumu, mwisho siku atapata nyota, anafurahi kupata nyota. Basi anapambana kadiri ambavyo anaweza kwa uwezo wake wote, ili kusudi tu aweze kuipata nyota. Nyota yenyewe anayepata ni nyota ya kuharibika. Sasa sisi wanajeshi katika Kristo ndio tunazembea, kulala asubuhi na kucha, jogoo na wika hadi kuna pambazuka, hakuna maombi. Usomaji wa neno ni matatizo na mapambano, na tunapenda bado kuishi maisha yale mepesi. Wakati wote tunaambiwa tunahitajika kuwa na imani ambayo itaweza kuvumilia njaa, uchovu na kuchelewa. Huko mjini unapiga simu, kuna mashamba huko, mashamba yapo yanapatikana. Sasa wewe nikwambie kitu ndugu zangu, wale wote ambao wanataka kwenda mashambani, yani usiwe unauliza mambo, usimuulize sana mwanadamu mambo mengi. Fanya hivi, labda niseme hivi. Kuna mama mmoja nilimuuliza swali, nikamwambia mama, hivi kwa mfano kweli ukasikia inatangazwa katika mkoa unaoishi, ifikapo tarehe fulani mwezi fulani labda zimebakia siku siku chache, ukaambia kwamba huu mkoa itakapofika siku fulani tarehe fulani kitapiga kimbunga hapa, hicho kimbunga kitasomba nyumba zote, kitasomba vibanda vyote, wale wote wanaoishi hapa wachukue tahadhari. Ninaamini kila mmoja angepata nafasi ndani ya wiki moja, angeshatoka, angekuwa mahali pengine. Hata kama una madeni, hata kama una pesa, naamini watu wangetoka kwa haraka, wangeenda kujihifadhi mahali pengine. Sasa kwa habari ya Mungu, tena kwa ujumbe ambapo na malaika watatushika na mikono, na bado kuna ahadi kede za Mungu kwa watu sisi wanadamu, bado tunafanya masiara ndugu zangu. Leo hii bwana, nimesoma kitabu kinaitwa Elimu, ukurasa wa 30, inasema maombi na imani. Maandiko yanasema hivi, tunaposoma habari za imani ya Ibrahimu aliambiwa tu, ondoka hapa na mbali na jamaa zako, uende huko, nataka nikubariki. Bwana alikuwa amemtoa katika mifungamano na watu, alikuwa amemtoa katika mazingira ambapo anamwona mjomba anaweza kumkopa, anamwona fulani anaweza akipata shida anaweza kumuomba na nini, sawa? Na kuna wakati unaweza kupewa maagizo ya Bwana, ile kwa sababu upo na jamii ambayo haiamini, upo na jamii ambayo ina makelele, kila mtu anakupigia kelele sikioni. Unaweza kupokea neno la Bwana ambao ni sahihi kwa kuwauliza tu, ndugu zangu, hili nalo nimepewa hivi mnaonaje? Unaposema tu mnaonaje, ushatilia mashaka neno la Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kulielewa neno la Bwana ikiwa moyo wake bado unafungamanishwa na anasa za hii dunia. Hasa Bwana alimtoa Ibrahimu mahali hapo, amempeleka mahali pengine ili aweze kumbariki. Ibrahimu alikuwa anasikia sauti ya Bwana, toka uende, huyo anaondoka. Leo hii Ibrahimu tungemwona mtaila. Niwaambie ni ukweli. Mtu ana dhahabu, ana fedha, lakini hana nyumba na anaishi kwenye mahema, kweli? Tajiri gani leo wa kufanya mambo kama hayo? Wale wenye dhahabu, wenye pesa, hivi unaweza kubali kweli uishi kwenye hema? Sasa kwenye hema utaishi mjini, lazima utaishi mashambani. Leo hii Bwana anataka tajiri ambaye mwenye pesa lakini ataishi maisha ya kawaida. Yupo huyo? Ndio maana tunaomba Bwana atupatie, kwa sababu anajua akikupatia ni kwa uangamivu wako. Ni heri ubaki na umaskini, ni heri ubaki na hali ya umaskini ya kawaida kuliko kuwa na hivyo vingi afu ukapotea. Havina faida yote. Na dunia yenyewe inaisha hivi karibuni. Muda sio mrefu tunaenda nyumbani. Bwana atutie nguvu tuondoke katika hii dunia na tufike katika ulimwengu ujao. Ndugu zangu, tunahitaji imani ambayo itaweza kuvumilia mambo hayo. Kwa hiyo lazima tupite katika uzoefu ambao utatusaidia kukabili zahama inayokuja. Kwa hiyo hatuwezi kupita maisha ya raha na zahama inayokuja ni ngumu, haitawezekana. Pambano kuu inaendelea kusema kwamba katika pambano hii sasa ni matukio ya siku za mwisho. Nitasoma matukio ya siku za mwisho, nasema hivi: katika pambano kuu la mwisho. Hapa ni baada ya sheria ya Jumapili, na huu ndio wakati ambapo unaweza kukimbia na unakwenda kwa farasi. Hii ndio swali la msingi la kujihoji hapo. Katika pambano kuu la mwisho, katika vita na shetani, wale walio waaminifu kwa Mungu watashuhudia kila msaada wa kidunia ukiwa umeondolewa. Wale wote ambao ni waaminifu kwa Bwana watashuhudia kila msaada wa kidunia
ukiondolewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakataa kuivunja sheria yake ili kutii mamlaka kidunia. Watakatazwa kununua wala kuuza. Ni wakati gani? Baada ya kusimikwa kwa chapa ya mnyama. Wale wote ambao watakuwa waaminifu kwa Bwana kikweli kweli, wataona kila msaada wa kidunia umeondolewa. Na hapa neno msaada wa kidunia ametumia neno resources, mahitaji. Wataondolewa mahitaji ya kidunia. Kama ni maji, maji utaondolewa. Kama ni umeme, utapata umeme tena. Kama ni nyumba, yani ndugu zangu, tutaondolewa kila kitu. Tuko mashambani, watafuateni mashambani huko. Nyie vipi? Hii nyumba ya nani? Nyumba ya kwangu, migomba ya kwangu. Very good, vitu vyako safi. Ardhi ya nani? Ardhi ya Mungu, hamna ardhi ya serikali. Kwanza ulivyonunua hati ya nani? Nilinunua Daniel Arthur, ndio kwa nani? Serikali, mwenyekiti wa kijiji. Ardhi yao watachukua. Kila msaada wa kidunia utaondolewa. Lakini Shetani anasemaje? Shetani anasema kwa kuhofia kupungukiwa chakula na mavazi, maana watu wa Mungu watakuwa kwenye wakati mgumu sasa. Kumbuka kile kipindi ambapo tunaelekea wakati wa taabu kuu. Usijidanganye na usijichanganye. Kuna watu wanasema kwamba sisi wa Sabato tutabakia mijini mpaka sherehe Jumapili. Hizo ni porojo rafiki zangu. Labda nikwambie kweli, hizo ni porojo. Kama umepata fursa, na bado uko mjini, ndugu zangu, tunajiandaa kupokea chapa ya mnyama. Na Shetani najua atawabana watu. Kama ni Msabato na wameajiriwa, saa hivi umeajiriwa na ni Msabato na hauna mpango wa kuondoka, ndugu zangu, kuwa makini. Kuwa makini kabisa. Jitahidi kwa neema ya Bwana, mwambie Bwana mapenzi yako ni nini. Mimi sikwambii uache kazi ghafla, hapana, bali muulize Bwana, Bwana mapenzi yako nini kwangu katika kipindi hiki? Maana nimesoma nukuu mapema kwamba kuna ushupavu aina mbili. Unaweza ukaangukia upande wa kushoto au upande wa kulia. Kuna wanaosema sasa inabidi tuache kazi, tuache biashara na kila kitu, twende mashambani. Lakini je, umemhoji Bwana katika hilo? Bwana anahitaji umuulize katika kila hatua. Kama amekwambia baki kazini, baki kwa amani zote. Lakini kama unaona huna amani na kazi unayofanya, huna amani na biashara unayofanya, ndugu zangu, ni bora uchukue hatua mapema, uende mahali ambapo Bwana anahitaji uweze kwenda. Sasa Shetani anasema kwa kuhofia kupungukiwa chakula na mavazi, watajiunga pamoja na ulimwengu katika kuziasi sheria za Mungu. Dunia yote itakuwa chini ya utawala wangu. Huyo ni Shetani. Hicho ni kipindi cha tabu ndogo. Tunaendelea. Wito wetu mkuu nasema hivi: kama tukiitwa kuteseka kwa ajili ya Kristo, kipindi hicho, kama tukiitwa kuteseka kwa ajili ya Kristo, tutaweza kwenda magerezani tukiwa na imani kwake, kama mtoto anavyoweza kumwamini mzazi wake. Sasa ni wakati wa kuipalilia au kuikuza imani kwa Mungu. Kuna wanaosema kwamba ikitangazwa, kuna mtu mmoja akasema hivi, akasema wacha sherehe Jumapili tangazwe ili tuweze kumfia Kristo. Yaani ndugu zangu, tunadhani kumfia Kristo ni tendo la kimwili. Hapana, sio la kimwili. Kumfia Kristo ni tendo la kiroho ambalo linaanzia sasa. Ni wale tu ambao wamekufa sasa kiroho. Hapana. Nikisema kufa kiroho, naweza nikaeleweka tofauti. Ni wale tu ambao sasa hivi nafsi zao zimekufa, ndio ambao watakaoweza kufa kimwili. Hapa nimeeleza vizuri. Ni wale tu ambao sasa nafsi zao zimekufa, zimezikwa, haziishi tena, naishi ni Kristo. Hao ndio sasa mwili huo wataweza kuutoa ufe kwa ajili ya Kristo. Hamna mtu ambaye sasa hivi anayeshikilia ubinafsi, anajipenda nafsi yake kusha kazi, huyo eti atamfia Kristo. Haiwezekani hata siku moja. Hata siku moja haiwezekani. Mahitaji makuu mawili, chakula na mavazi, hayo yatafanya watu wapokee chapa ya mnyama. Hakuna kuuza na kununua, ndio wakati ambao unakuja. Lakini vipi kuhusiana na kiburi cha Yordani? Huu ni wakati wa taabu kuu utakapokuja katika hii dunia. Wale ambao watakaweza sasa hivi kwenda na wanaenda kwa miguu, wataweza kupita kipindi kile ambacho ni kipindi cha wanakwenda kwa farasi. Na hao ndio watakaoweza kukabili kiburi cha Yordani. Tunaambiwa Pambano Kuu kurasa 622 kwamba wale ambao kwa sasa wanafanya mazoezi madogo sana ya imani, wale ambao kwa sasa wanafanya mazoezi madogo sana ya imani, na kufanya mazoezi ya imani kwa ufupi ni kwamba kulisikia neno la Kristo na kuliweka kwenye maisha ya kivitendo, basi
basi hapo ndio umefanya mazoezi ya imani, kwamba kile ambacho Kristo anakiagiza unakichukua na unakifanyia kazi. Yote ambayo umeyasikia mpaka sasa kwa neema ya Mungu, unapowafanyia kazi, imani inakuwa. Maana imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa sio kwa kusoma tu Biblia, unakesha unasoma Biblia tu, hapana. Ni kusoma Biblia na kuitendea kazi. Maana wale ambao wanatendea kazi nuru ndogo wanafunuliwa, basi Bwana anafunua nuru nyingine kubwa. Na tukiitendea kazi vivyo hivyo, basi imani inakuwa. Tunaambiwa wale ambao kwa sasa wanafanya mazoezi madogo sana ya imani, wako katika hatari kubwa sana ya kuanguka chini ya nguvu ya madanganyo ya shetani na kwenye amri ya kulazimisha dhamiri. Amri gani hiyo ya kulazimisha dhamiri? Ni amri ya Jumapili. Sasa kuna uwezekano kuna watu wanaanza kufurukuta kipindi cha sherehe ya Jumapili, au kipindi kigumu kilichopo mbele, wanaweza wakapambana kufurukuta, si ni kweli? Anasema, na hata kama wanavumilia au watavumilia jaribu, watatumbukizwa kwenye dhiki kuu na mateso makali sana katika wakati wa taabu. Yani kwamba anaweza akapambana mtu akapita wakati fulani, lakini kuna kipindi kigumu kiko mbele, atajikuta anaingia katika wakati wa taabu, katika hali ya dhiki na mateso. Kwa sababu gani? Kwa sababu kamwe hawakuifanya kuwa tabia yao kumtumaini Mungu. Sasa hivi ni wakati ambapo Bwana anahitaji macho yetu yote yaelekee kwake. Unajua dunia bwana imetufundisha mambo ya kipumbavu sana. Naomba kwanza niishie kusoma mpaka mwisho. Tunaambiwa kwa sababu hawakuifanya tabia yao kumtumaini Mungu, watalazimishwa kujifunza masomo ya imani waliopuuza chini ya msukumo wa kutisha na wa kukatishwa tamaa. Sasa kama watakatishwa tamaa, kuna safari tena hapo? Hakuna safari tena hapo. Jamani, dunia imefundisha mambo ya kipuuzi sana na kipumbavu kweli. Hata tu shule tulizozisoma zenyewe zimetufundisha mambo kijinga kweli. Unapewa kabisa swali linasema 4x ni sawa na 2x square. Alafu unaambiwa prove hiyo. Yaani wewe prove kwamba eti 4x ni sawa na 2x square. Sasa ndio nini? Au kuna wakati unapewa swali, unapewa hapo swali afu unajibu, unaambiwa kwamba hebu thibitisha kama x ni 2. Tayari wao wenyewe wanajua kwamba x ni 2, afu wanaambia wewe thibitisha. Au unafanya swali, unapata jibu, unasema prove, unaprove tena. Sasa unajua haya ni masomo ambayo yalikuwa yanatolewa rasmi kwa lengo la kuwafanya watu wasiwe na imani. Kila kitu watu wanataka waprove, Thibitisha kwamba amri ya Jumapili itatangazwa, thibitisha jambo hilo. Unampa maandiko, thibitisha kwamba watu wataishi bila kuuza na kununua, thibitisha jambo hilo. Thibitisha kwamba Mungu amekuita. Sasa wewe Ibrahimu angethibitisha vipi kama Mungu amemuita? Hivi kweli Ibrahimu ilikuwa rahisi kumwambia mke wake? Ndio maana Ibrahimu hakuweza kumwambia mke wake Sara eti kwamba Bwana ameniambia sasa hivi niende huko mlima wa sijui wapi huko nikamtoe mtoto kwa kafara. Ibrahimu, mume wangu, umechanganyikiwa akili. Ibrahimu, unazeeka vibaya siku hizi. Angeonekana ni mzee mjinga. Na ni kweli angeonekana mjinga. Kuna rafiki yangu mmoja naongea naye, siku tunaongea masuala ya imani, akasema Dani, yani inatakiwa ifikie wakati ambapo tunapomtumikia Mungu tuonekane ni wajinga. Sasa sisi tunapenda ustaarabu, atoke kuonekana wajinga. Tunataka tuonekane tuna akili kwenye kutafakari mambo, tunalizwa ni vitu, yani tunaonekana tuna akili na busara katika masuala mbalimbali. Hasa hayo yote haya kwa upande wa Mungu, chunga sana. Kuna mengi ambayo yapo kwa lengo la kuondoa imani, na shule zimetufundisha kuondoa imani. Kumbishia mwalimu ni jambo la kawaida, na leo ndio tunambishia mwalimu mkuu Kristo. Tunambishia Kristo. Anatoa ujumbe na sisi tunatoa kwetu. Tunapambana na Kristo. Kwa kadri tufani karibiavyo, kundi kubwa la watu ambao wamedai kuamini ujumbe wa malaika yule watatu, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kutii ukweli, watawacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Kundi kubwa sana la watu ambao wamedai kuamini ujumbe wa malaika yule watatu, lakini hawajatakaswa na kwa kutii ukweli, tunaambiwa wataachana na huo ujumbe na kujiunga na upande wa upinzani. Tunaambiwa kwa kujiunga na ulimwengu na kuchukua roho yake, wanafikia hatua ya kuyaona mambo karibu katika nuru inayofanana. Yani mambo ya Mungu na mambo ya duniani wanaona kama vinafanana, yani hakuna shida yoyote. Kuna wakati mtu anaona hakuna shida yoyote. Kuna wakati ambapo ulikuwa ukimtazama mdada tu amevaa sketi fupi, umetoka kijijini hapo umefika mjini sasa. Kule kijijini, makanisa kijijini wale naimba nyimbo pale, hamna muziki, ni kuimba tu unatikisika tu kidogo basi umefika mjini sasa. Umeona mdada amevaa sketi fupi, amesuka na rasta, yani unashangaa sana hicho kitu.
Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, tunaambiwa kutazama tunabadilishwa. Unashangaa mwisho siku ni wewe yule yule unaenda beach. Wewe yule yule unaenda kwenye beach. Na unatembea kama robot, kama uone wadada wamevaa nusu uchi. Wamevaa na vichupi tu na vinini sio vinaitwa hivi wamevaa. Yaani unawashangaa tena kama unaangalia tu hapa unakata macho. Yaani unaona unajikuta na mjanja. Tena unaweza hata ukaposti picha, unapiga picha kabisa na mdada nyuma amevaa nusu uchi na wewe ndio huyo huyo na unaposti hiyo picha. Kwa kujiunga na ulimwengu na kuchukua roho yake, wanafikia hatua ya kuyaona mambo karibu katika nuru inayofanana. Tunaambiwa, na hivyo wakati jaribu linapoletwa, sikia jamani, wakati jaribu linapoletwa, wanakuwa wamejiandaa kuchagua kilicho rahisi, upande unaopendwa na watu wengi. Watu wengi sana wanapenda mambo marahisi. Watu wengi sana wanapenda mambo marahisi. Hata duniani kuna misemo mingi wanasema usipende mambo marahisi. Sasa sisi kwa Kristo tunapenda vitu virahisi. Yaani tunapenda kuteremkia tu, tunapenda kuteremkia tu. Yaani hatutaki kujishughulisha na kumtafuta Kristo kwa bidii. Hatutaki kabisa. Bwana tuhurumie sana sana wapendwa, atusamee na atusaidie kwa kweli. Watu wenye vipaji na hotuba nzuri ambao wakati fulani walifurahia katika ukweli, sasa wanatumia uwezo wao huo kudanganya na kuwapotosha watu. Wanakuwa maadui wachungu zaidi kwa ndugu zao wa zamani. Yaani kama mimi na ndugu wa zamani ambao tulikuwa mapema tunajifunza, tunaelewana, tunatiana moyo, hasa kwa kupenda mambo marahisi, kwa kuchagua upande unaopendwa na wengi. Muda nafika ambapo ndugu hao wanakuwa ni maadui wa ndugu zao wa zamani. Pindi watunza sabato wanapoletwa mbele ya mahakama kujibu kwa ajili ya imani yao, waasi hawa ndio mawakala mahiri sana wa shetani katika kuwaeleza vibaya na kuwashtaki ndugu zao. Tunaambiwa, na kwa kutoa taarifa za uongo na masingizio wanawachochea watawala dhidi ya watu hawa. Tena ndio hao wataweza hata kukuambia, anaishi hapo mbele tu. Yaani anasema vibaya serikali huyu. Kama teni bwana. Ndio hao. Wakati si mrefu kutoka hivi sasa. Sasa kinakuja kipindi ambapo baada ya ujumbe wa malaika watatu kuhubiriwa kwa ulimwengu, baada ya sherehe Jumapili kilio kikuu kutangazwa, kimefungwa kilio kikuu. Waliochagua upande wa Kristo wamechagua, waliomchagua adui wamemchagua, na waliomchagua adui watakumbana na mapigo 7. Sitamani niwepo huko ndugu zangu, sio kwa sababu naogopa mapigo, ila kwa sababu natamani kumpenda Kristo. Tunaambiwa kipindiko cha mapigo nabii alishuhudia, ana haya kutuambia nabii. Anasema hivi katika maandiko ya awali, ukurasa wa 282 nasema hivi: waovu wengi walikasirika sana kadri walivyoteswa kwa mapigo. Kadri walivyoteswa kwa mapigo. Lilikuwa tukio la uchungu wa kutisha. Wazazi walikuwa wakiwashutumu watoto wao kwa ukali, na watoto kadhalika wakiwashutumu wazazi wao. Yaani wazazi wanawashutumu watoto na watoto wanawashutumu wazazi. Tena kaka wakiwashutumu dada zao na dada wakiwashutumu kaka zao. Kwa kila upande ni kulaumiana. Hawa wanalaumu upande huu na hawa wanalaumu upande huu. Nabii anaendelea. Vilio vya maombolezo vilisikika kila upande wakisema, wewe ndiwe uliyenizuia nisipate ukweli huu ambao ungeniokoa katika saa hii ya kutisha. Kwa hiyo kumbe kuna kipindi kinafika ambapo watu wenyewe watasema kwamba, ndugu yangu, ni wewe ndio ulifanya mimi nisipokee ukweli, na ukweli huo ndio ungeniokoa katika saa hii ya kutisha. Kwa ndugu zangu, ukweli wa sasa tunaojifunza sio porojo, sio story hizi. Ni maneno ambayo yatatusaidia kutuokoa katika saa ya kutisha ambayo iko mbele yetu. Nabii anasema maneno yafuatayo: watu waliwageukia wachungaji wao. Leo hii watu vile vile wanawageukia wachungaji wao kwa lengo la kusikiliza maneno yote wanayopewa na wachungaji na kuweka vichwani bila kuhoji, bila kutafakari na kuyafanyia kazi. Wakiambia tu huyu ni muasi. Dani ni muasi. Sawa. Dani wewe ni muasi. Pastor amesema wewe ni muasi. Pastor amesema wewe ni muasi. Sasa mna mahali ambapo nasema waende kwa neno la pastor na kwa kanuni ya kanisa. Maandiko yanasema waende kwa sheria na ushuhuda. Na poleni sana wachungaji ambao mnaendea kuwajaza watu sumu za kijinga, kuambia kwamba msiwasikilize. Ni heri hata ungewaambia muwasikilize.
ili kila mtu afanye maamuzi mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe hutaki kusikiliza, na wale wanaosikiliza unawakataza. Yaani hatuna tofauti na Mafarisayo, hatuna tofauti na Mafarisayo. Watu waliogeukia wachungaji wao tena kwa ghadhabu. Pastor, uwe makini kwa sababu utageukiwa kwa ghadhabu. Kama hautakuwa makini kuzungumza ukweli sasa, utageukiwa kwa ghadhabu. Wabarikiwa wachungaji wote ambao sasa hivi wanaamua kusema tu ukweli kama ulivyo, na kila mtu achague njia ambayo ataipita ili aweze kufika mbinguni. Na njia ni moja, na njia ni Kristo. Kila mtu amchague Kristo sasa hivi. Watu waliogeukia wachungaji wao kwa ghadhabu na kwa shutumu wakisema maneno yafuatayo: ninyi hamkutuonya. Kumbe kinafika kipindi ambapo watu watatamani kuonywa. Kinafika kipindi ambapo watu wenyewe watatamani kuonywa. Watasema, ninyi hamkutuonya. Yaani leo hii maonyo yanapotolewa, watu hawataki kuonywa. Lakini kinafika kipindi ambapo watu watatamani kuonywa. Maandiko yanasema, mlituambia ya kwamba watu wote wataongoka, mambo yote yatakuwa shwari. Mlituambia mfumo huu haujahasi. Mlituambia kwamba mambo yako shwari. Mlituambia ngojeni mpaka sherehe Jumapili tangazwe na General Conference. Ngojeni mtaambiwa wakati kwenda mashambani. Nyama kuleni, haina shida yoyote. Vaeni nguo fupi lakini zisio fupi sana. Nyie ndio mlisema hayo maneno. Hamkutuonya. Mlituambia kwamba watu wote wataongoka, mkipaza sauti zenu na kusema amani, amani, kusudi muitulize hofu tuliokuwa nayo, au hofu iliyokuwa imeamshwa. Mlituambia ajenda za Umoja wa Mataifa, amani, amani. Sikia. Kumbe kuna kipindi ambapo hofu inaamshwa, na hofu inapoamshwa lengo watu wafanye mabadiliko. Sasa wachungaji wengi kama wakina mama wazuri ambao wanabembeleza watoto wao, na mshiriki anakubali, analala. Anabembelezwa na pastor wake tu, ngoja acha pressure. Na wachungaji sio wamefundisha siku kwa namna gani? Yaani kuna namna ambavyo anaongea kwa kucheka hivi kama shetani. Wanaongea kama mashetani, wanacheka kidogo. Yaani kana kwamba vitu vinachekesha kumbe havichekeshi. Unasikia? Ndogo, usikurupuke. Tulikwepo sisi zamani, tulijifunza haya mambo. Soma Biblia kwa muktadha. Ndugu zangu, hayo yote yataogeukieni. Na leo niko hapa kuwaonya wachungaji na washiriki ambao mnaopata nafasi ya kuwapatia wachungaji masikio hivi, wawajezeni maneno. Na wachungaji ambao mnawapatia tu maneno ambayo mnajua hayako kwenye Biblia wala kwenye roho ya unabii, ila kwenye kanuni ya kanisa, ole na kuja. Maandiko yanasema hofu iliamshwa lakini nyie mkaituliza. Mkasema msio na wasiwasi. Maandiko yanaendelea kusema, hamkutuambia juu ya wakati huu, na wale waliokuwa wakituonya juu ya wakati huu mliwaita kuwa wazushi na waovu ambao wangetuangamiza. Watu wanasema hamkutuonya juu ya wakati huu. Hilo neno wakati nimeliwekea rangi ya blue maksudi, kwamba watu watatamani kama wangeambiwa kuhusiana na wakati wa taabu. Wangetamani, yani kipindi hicho watatamani wangeambiwa. Lakini saa hizi unapofundisha kuhusu wakati, unaposema tu miaka 6,000, mtu anasema ndio wale. Unaposema tu 2025 sio mwaka kawaida, ndio wale. Sasa wale vipi? Kwa hiyo watu watatamani kuambia kuhusiana huo wakati. Na wale waliokuwa wakituonya mliwaita kwamba ni wazushi, ni waongo, wanaseti muda hao, watawaangamiza, watawadanganya, mjitenge nao. Mbwa tena kuna wakati anasema hao ni mbwa wakali. Haya. Lakini niliona kuwa wachungaji hawakuepukana na ghadhabu ya Mungu. Kuteswa kwao kulizidishwa mara 10 zaidi ya watu wao. Mambo ya kutisha yako mbele jamani. Maandiko yanasema kama tukiamka nusu tu na kutambua ukaribu wa matukio yanayokuja, mabadiliko yangetokea na watu wengi wangeamini kweli. Jamani, kuna njaa inakuja. Isaya anasema, tumpate kumalizia. Isaya Amos sura 8 mstari wa 11 hadi 12. Njaa kuu inakuja hapa mbele yetu. Wakati tunapojipanga dhidi ya sherehe ya Jumapili na maandalizi ya kimwili yaliyoko mbele yetu na maandalizi ya kiroho, ni muhimu kuyafanya. Mchungaji mmoja hivi karibuni amesema kwamba hakuna haja ya kujiandaa na maandalizi ya kimwili.
Siku hiyo ni mchungaji na watu wameamini, wametega masikio, wamesikiliza hivi. Na wengine wanacheka tu wako hapo. Na unasikiliza maneno ya mchungaji. Sio, yani sio kwamba amesoma Biblia au leo nabii. Ameamua kuongea tu. Yaani anachojisikia anaongea tu. Wewe unasoma Biblia na roho nabii, hujawahi kuona kitu kama hicho. Na nakwambia unapokea. Kwa nini unaamini maneno kama hayo? Ndugu zangu, kuna haja ya kujiandaa katika maandalizi ya kimwili na katika maandalizi ya kiroho. Kwa sababu baada katika kipindi cha taabu ndogo, kuna bado maisha yataendelea. Hakuna kuuza na kununua, itatukuta bado maisha yakiwa yanaendelea kabla ya kwenda kulishwa na kunguru. Kabla ya kwenda kulishwa kama alivyolishwa Elia, lazima tupitie kipindi ambapo tutapaswa kutumia kile ambacho tumekiandaa. Sasa mimi leo hii siko hapo, niko hapa leo hii kuelezea hii njaa kuu inakuja juu ya nchi. Na hii ni njaa, nabii anasema hapa, nabii Amos anasema kwamba angalia siku zinakuja, ni unabii huo, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Anasema si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakaenda huko na huko, wakilitafuta neno la Bwana wasilione. Yupo mwimbaji mmoja ambaye anaimba wimbo huu, anasema utalitafuta neno hamtaliona, utatamani kuokoka haitawezekana. Anaimba huyu ndugu, anasema unakuja wakati ambapo hawa wahubiri mnaona leo hii hamtaona tena. Maranatha Ministry ambayo leo unaiona hutaiona tena. Mimi sijui wakati ndakuepo wapi, lakini Bwana nisaidie kipindi hicho niwe tu upande wa Bwana. Maana kupotea ni aibu. Kuhubiri huu ujumbe na kukataliwa ni aibu kubwa sana. Na ndio maana naomba Bwana anisaidie, akusaidie na wewe. Nisije nikahubiri watu wengine na mimi nikawa mtu wa kupotea. Haitapendeza, haitafaa. Utatafuta channel ya Maranatha, hutaipata tena. Utatafuta lakini hutawapata tena hao wahubiri. Wanasimama na wahubiri siku ya leo, tunapewa maonyo mbalimbali, hutapata tena maonyo ndugu zangu. Kinakuja kipindi cha njaa katika hii dunia. Sasa leo hii ni wakati wa kuandaa chakula. Leo hii ni wakati wa kulima chakula cha kiroho, ili kusudi wakati njaa itakapotokea katika hii dunia, basi tuwe na magunia ya neno la uzima. Bwana tubariki, Bwana tusaidie. Nikutakia wakati mwema na tafakari njema katika jina la Yesu Kristo. Amen.